ni mawasiliano ya kiroho. Haya ni mawasiliano ya ulimwengu wa roho yanayofanyika kwa njia ya maombi. Ni mawasiliano yenye mkazo maalumu kwa siku 40. Yanaitwa mawasiliano ya kiroho, mawasiliano ya ulimwengu wa roho. Tunayafanya kwa kutenga siku 40 katika mkazo maalumu wa kipekee. Mawasiliano haya ya kiroho yanafanyika kwa njia ya maombi. Ndio maana leo tunaianza siku ya kwanza, na Mungu akubariki kwa uaminifu wako na kujitoa kwako. Kwa hiyo katika mawasiliano haya ninaomba wale wote wenye special case, kuna mambo ambayo hayana majibu duniani. Madaktari hawawezi kukujibu, wazazi hawawezi kukujibu, majirani hawawezi kukujibu, ukoo wako hauwezi kukujibu. Na ndipo lile neno linasema hakuna jambo gumu la kumshinda Bwana, yote yawezekana kwake aaminie. Kwa hiyo hayo sasa pia naomba uchukue kalamu kwa muda wako, naweka utangulizi tu, mambo takaendelea kufanya na mwelekeo, yachukue, yaandike vizuri, uyalete hapa madhabahuni. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Unayo special case au una mambo maalumu kabisa, usiandike hapa vikaratasi vitu vya kitoto. Ili kambi hili nimesema ni kambi linalohusu mawasiliano ya ulimwengu wa roho. Ni mawasiliano ya kiroho yanayofanyika kwa njia ya mkazo wa maombi. Huu ni mkazo maalumu, sio maombi ya kawaida. Haya sio maombi ya kawaida, na huu sio msimu wa kawaida. Ni msimu maalumu unaojibu mambo magumu, mambo yasiyowezekana kwa akili za kibinadamu. Kwa hiyo ninakupa nyongeza tu ya kwamba kama una jambo au una mambo, kwa muda wako utatulia, utaandika. Maandishi yako yakae madhabahuni hapa wakati wote wa maombi, hayo ambayo unataka Mungu afanye. Tuna vyombo viwili hapa, kiko kingine hapa, kiko kingine hapa. Kwa hiyo unalo jambo, utaandika hatasi lako. Sio lazima uandike jina lako, lakini maandishi yako utayaweka hapa au utayaweka hapa. Wakati wote wa maombi vyombo hivi vitakuwa hapa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili la muhimu, watu wana shida, wengi wanateseka na kuonewa na ibilisi. Usije peke yako. Hakikisha katika kambi hili muhurumie yule rafiki yako, muhurumie yule ndugu yako, muhurumie, mwambie twende kambini. Tunazo siku 40 za kila siku, na tunaposema maombi ya siku 40, maana yake siku moja ina masaa 24. Kwa hiyo katika masaa 24 hayo yote, hakikisha ya kwamba una mtiririko unaoendelea wa maombi. Jioni hapa tunakuja kwa pamoja. Haleluya, haleluya. Lakini unaweza ukajiongeza katika mkazo maalumu wa ziada, katika masaa ya ziada. Kaja mchana ukaomba masaa 2, saa 1, halafu karudi tena jioni kwa pamoja. Wakaja usiku kwenye mkesha, na ndipo nikasema ya kwamba wakati huu, kwa sababu sio wa kawaida, wa mawasiliano haya yenye mkazo maalumu, unaweza, Bwana asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Wafanya kazi unaweza kaondokea hapa kwenda kazini, kafanya maombi. Kwa kifupi nataka kusema ni kambi ambalo ndani ya siku 40 katika masaa 24 ya kila siku, muda wote huo ni mtiririko wa maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Na pia kambi hili tuna watumishi wa Mungu watakuja hapa manabii wa Bwana kutabiri na kumtamka Mungu na ahadi zake. Kasa hili kambi utaona hapa, tutakuwa na muda mwingi wa kumtukuza Mungu na kumsifu. Tutakuwa na muda wa kusikia neno la unabii kutoka kwa Bwana, alafu tutakuwa na muda wa kuomba. Amen, amen. Bwana asifiwe. Tutakuwa na muda wa kuomba. Nimesema kambi hili ni kambi ambalo linashughulikia mambo nyeti katika maisha ya mwanadamu. Ni kambi linalopasua anga, madhabahu zilizojificha, uchawi uliojificha. Kuna uchawi unaojificha. Kambi kama hili ni kambi linalofungua watu, ni kambi linalowatoa watu kwenye magereza
ya ibilisi, magereza. Kuna umaskini ambao ni vifungo vya kuzimu. Kuna magonjwa ambayo ni vifungo kabisa vya kuzimu. Ni kansa lakini sio kansa ya kawaida kwenye mwili huo. Ni kichwa kinauma lakini hapana, kina mahesabu ya kuzimu. Ni uvimbe lakini sio uvimbe wa kawaida huo. Naona, na kuna watu wengine hapa mmeshika funguo za ukoo, za familia. Mko hapa na shetani anafanya vita, najua akifunguka huyu ukoo wote umepenya. Amepasua anga la familia, amepasua anga la ukoo, amepasua. Kwa maruerue yanakuwa mengi sana, na wakati mwingine signal za ibilisi zinajua kwamba wanaenda kambini na watu watafunguka. Kwa sababu hili kambi sio la kawaida, ni kambi linalofungua. Muelewe, ni kambi hili linafungua. Ndio maana hapa watu wanapata vitu ambavyo vimepingwa sana na shetani, lakini wanavipata kwa mamlaka. Hata anazaa watoto, tumbo linafunguka kwa mamlaka. Kaya ndio kambi, mlielewe. Hili ni kambi linalorejesha urithi wa Mungu kwenye mikono yako. Ni kambi linalorejesha umiliki. Kwa hiyo uelewe, hapa sio mahali pa kawaida. Tunaposema kambi lenye mkazo maalumu, muelewa waombaji. Haleluya. Vifaa vya kambi, usihakikisha umebeba Biblia yako na kufundisha. Hakikisha, kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye kambi na neno. Unaelewa? Anafanya kazi na nini? Kwa sauti. Anafanya kazi na nini? Na neno. Kwa tafadhali, wakati huu utasoma Biblia kama hujawahi kusoma. Utafuatilia ahadi za Bwana kwa namna ya kipekee kabisa. Kwa hiyo unapokuja kwenye kambi, nimesema tuna watumishi wanaingia hapa, wako kwenye maombi saizi kujiandaa. Mungu nakwenda kwenye kambi lile. Bwana nipe hekima. Wale watu wanahitaji nini? Wanahitaji kusikia kitu gani? Mungu anawapa sasa, anatoa. Halafu wewe uje hapo jajiandaa. Kwa hiyo lazima uwe na ubebe Biblia yako, ubebe daftari lako. Ndio kanuni. Ubebe kalamu yako, unaandika. Kuna majibu Mungu atakuwa anakupa wakati unalisikiliza neno. Kuna vitu utakuwa unakumbushwa wakati unasikiliza neno. Sasa kama uandiki, kwa sababu hili ni tukio muhimu, special kabisa ulimwengu wa roho. Kuna vitu Roho Mtakatifu atakuwa anakufungua hapa wakati unasikia lile neno la imani. Kwa hiyo una kazi ya kuliangalia, una kazi ya kulirekodi ili liendelee kukuletea matunda wakati tunaendelea na maombi. Haya ni mambo ya muhimu. Tuko pamoja? Alafu pia tunapoanza leo siku ya kwanza ya maombi, tunza mtiririko. Wengi hawajui kutunza mtiririko. Tunza. Umekuja leo, jitahidi kabisa, namwambia Mungu nisaidie nitunze mtiririko wa kambi. Kila siku nisaidie Roho Mtakatifu, naomba nifundishe nidhamu hii. Tunza mtiririko. Consistently yako unaitunza, unafuatilia kila siku kabisa. Jioni uko hapa. Nidhamu ya kambi kama hili. Hili ni kambi pia la nidhamu. Ni kambi linahitaji nidhamu sana. Hapo ni kambi linahitaji mtu aliyetengeneza utulivu katika uwepo wa Mungu. Hivi ni vitu vya muhimu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu atakuwa anatufundisha vitu hapa. Na yatawezekana yote yasiyowezekana. Yatawezekana yote yasiyowezekana kwake yeye aaminie. Maombi haya ni maombi nyeti sana, yasiyo ya kawaida, na yaheshimu, kwa sababu yanajibu vitu ambavyo baba yangu mimi hakuviweza na pengine hakuweza kunipa. Mama yangu hakuviweza na pengine hakuweza kunipa. Lakini kwa maombi haya yanajibu na yanaleta. Sio tu yanajibu, yanaleta. Na sio tu yanaleta, yanakukabidhi kwenye mikono yako kuwa urithi wako. Ushangilie Bwana, kuwa urithi wako. Ni muhimu sana hii. Ni muhimu uweze kuelewa. Na pia usipende tu kutimua tu. Yani kama huna jitahidi sana. Unajua hili wakati tunalibariki kambi jana kwenye maombi, Roho Mtakatifu alikuwa anatuongoza kwamba Mungu, naomba anga rangu ulimwengu wa roho likutane na kiti chako cha enzi. Likutane. Kwa sababu kila mmoja ana anga lake hapa. Mimi nalo la kwangu, wewe unalo la kwako. Na tutapitia hapa tunapoomba aina za anga. Aina. Kuna anga la mtu binafsi, lina mambo yake. Ndio wanasema
malango yako yanatakiwa yawe wazi kwa ajili ya baraka kuja na kuingia. Anazungumza katika anga la ulimwengu wa roho. Liko anga la familia, upo, lina mambo yake. Alafu liko anga la taifa au la maeneo. Kizungumza liko anga la maeneo. Ndio maana unakuta wilaya fulani ina anga lake linaambatana na aina fulani za roho, linaambatana na aina fulani ya vifungo. Nakuta wilaya fulani wanakaa watu wa makabila fulani, wana aina ya vifungo, wana aina ya tabia, wana aina ya majaribu fulani hivi kwenye hayo maeneo, yanatofautiana. Na ukienda wilaya nyingine unakuta wana mapito fulani, ukienda nchi fulani unakuta ya. Hayo ndi tunaita anga za maeneo. Lazima uzijue, na tutazipitia hapa kwa sababu tuko kwenye maombi. Anga lako lazima ulijue, anga la familia yako lazima ujue. Amen. Amina. Na usipokuwa na hekima ya kudhibiti maanga, na kuambia tufanyeje, amna mpenyo. Hata amka asubuhi, amke na jioni, nenda ongeza speed. Lazima uchukue utawala wa anga. Lazima uchukue utawala. Lazima uchukue umiliki wa anga. Lazima tuchukue umiliki. Wachawi wote, mawakala wote, ulimwengu wa roho, agenti wote, lazima tuwe wababe juu yao. Lazima tuwe wababe juu yao. Lazima tuwe wababe juu yao. Piga kelele, lazima tuwe wababe juu yao. Utaona mpenzi, utaona fedha zinakuja, utaona uchumi unatokea, utaona utukufu unatokea, utaona baraka zinatokea, utaona afya inatokea, kwa sababu umeshika anga. Hata ndio kazi hiyo tunafanya hapa. Anga lako, anga la familia, lazima uchukue udhibiti. Usipochukua udhibiti umeisha. Anga la familia, anga la kwako, anga la maeneo. Kwambia utaenda mkoa huu na anga lake na mapito yake na majaribu yake na vifungo vyake. Ndio maana Danieli wakati anaomba alikuwa kwenye anga la Babeli. Kule lile ni anga, kuna miungu kule. Wakati anaomba ana siku 21 kwenye lile anga, falme za giza zikawa zinapambana kuzuia, kuzima mawasiliano kati yake na mbinguni. Ilibidi malaika wa vita Mikaeli aingilie kati pale. Amen. Hata wafanya biashara mko hapa ni waambi, kuna maanga kwenye masoko humo, kuna maanga. Lazima ujue kwa jinsi ya roho namna ya kuchukua udhibiti. Utaona vitu vinafanyika na unawezeshwa, utaona na neema inatokea. Sifundishi anga leo, lakini nitafundisha hapo mbele na nini tunatakiwa kufanya. Mshangilie Bwana kwa makofi. Mshangilie Bwana kwa makofi. Anga, udhibiti. Haleluya. Na usipochukua udhibiti kunatokea usumbufu mkubwa sana. Usipochukua udhibiti, mara nyingi vitu havitimii kwenye maisha, havitokei. Ila unaishi lakini huendi popote. Kuishi unaishi lakini huendi popote. Kwa hiyo moja kati ya vitu tutafanya hapa leo, nakupa tu picha, ni utahakikisha kabisa anga lako umelidhibiti. Ulimwengu wa roho, anga la kwako, sio la mamako, sio la mke wako. Kabla sijadhibiti la familia, la kwangu, lazima nihakikishe hapa iko sawa. Alafu liko anga la familia. Sasa la familia sasa ndio unadili anga la familia sasa na mambo yake. Kwa hiyo muelewe, maisha yetu chini ya jua yanafanikiwa unapodhibiti anga. Unapodhibiti maanga, ndio anapata kama udhibiti hiyo shauri yako. Na hata hapa VRT nawaambia, kila baraka inayotokea na tunaendelea kupata mpenyo ni kwa sababu kuna timua kwenye anga tunaifanya. Muelewe, ndio maana nahitaji maombi. Yesu katika siku 40 alizoomba, cha kwanza anakutana na anayelimiliki anga na anamuuliza, mnanielewa? Anamuuliza, we ukitaka kuchukua hapa nisujudie. Manake nini? Manake hilo eneo limeshikwa ulimwengu wa roho. Kwa nataka niwaambie, hata baraka za kupanda vyeo kimaofisi,
baraka za biashara kukua na namna mbalimbali katika maisha, baraka za afya na maisha marefu, za kifamilia, za kwako mwenyewe. Ninakwambia kweli mtakatifu, lazima uwe kichaa kabisa wa ulimwengu wa roho, kwa kisha anga lako halijakaliwa na mizimu, halijakaliwa na wachawi, halijakaliwa na mawakala. Na dalili anga lako linapokaliwa, kwanza hapa duniani network yako na Mungu inakuwa nzito. Sifundishi anga, lakini ngoja nigushie hapo. Network, dalili anga lako kwamba kuna uvamizi. Kwanza network yako na Mungu inakuwa nzito. Mzito kuomba, mzito ibada, mzito kumcha Mungu, mzito unajida unakuwa busy hivi, unajida yani busy mishemishe nyingi na nini, na linapokuja tukio lolote la kiroho unakuwa mzito. Hiyo iangalie. Unataka kusoma neno unaanza kusinzia, unataka kuimba unaanza kuona eti ndio umechoka sana, sasa ni muda wa kulala. Kwa hiyo hapa pia tutafanya operation. Tutafanya operation kwenye anga za watu, tutafanya operation kwenye anga la familia, tutafanya operation. Uwe makini, anga zitakaguliwa. Piga kelele, anga zitakaguliwa, anga zitavamiwa. Kutakuwa na moto, kutakuwa na moto, kutakuwa na moto, kutakuwa na moto, kutakuwa na moto. Haleluya, 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 haleluya. Kanisa haleluya, kanisa haleluya, haleluya. Kinachoendelea kwenye anga kinaendelea ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo yashike maombi haya yasiyo ya kawaida. Maanga ya familia yanaambatana na matunda. Kuna vifungo vya magonjwa, kuna vifungo vya umaskini, kuna vita fulani hivi ambazo sio za kawaida. Ukiziangalia hata majibu yake huwezi kuelewa kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya mwili huwezi kuelewa. Hata unajiuliza hii ni nini? Ndio yalivyo maanga. Kwa hiyo kuna kustawi chini ya jua kunakotokana na wewe kudhibiti maanga. Maanga. Mshangilie Bwana, anga. Ndio tunaenda hiyo operation. Ulimwengu wa roho ni halisi kanisa. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa ajili ya hizi siku 40. Mshukuru Mungu kwa ajili ya nini? Ya 40. Kuna mavifungo kwenye fungu la ufahamu, kuna mavifungo kwenye fungu la afya, magonjwa tu, kuna mavifungo kwenye uchumi, kuna mavifungo, kuna mambo sio ya kawaida, ingawa unaona kama ni ya kawaida lakini sio ya kawaida. Ndio maana Danieli, unanielewa? Ndio maana Danieli anasema aliona jiwe. Aliona nini? Danieli aliona nini? Jiwe ambalo halitokani na mikono ya mwanadamu. Kuna mawe ulimwengu wa roho. Anasema aliona nini? Jiwe ambalo halitokani na kazi ya mikono ya mwanadamu. Anasema ile jiwe likashuka. Sawa. Alafu likafanya likabonda bonda, likaangusha, likasagasaga zile falme. Halafu lenyewe lile jiwe likageuka likawa mlima mkubwa sana unaomiliki na kutawala. Kwa hiyo hebu sema, Bwana Yesu asante, umenipa fursa ya kukagua anga langu, ya kukagua anga la familia. Piga kelele, umenipa nafasi. Naweka msingi kwamba hizi siku 40 ni siku ambazo tunafanya mawasiliano ya ulimwengu wa roho, mawasiliano ya kiroho kwa njia ya mkazo. Nimetumia neno mkazo, sio maombi. Kwa njia ya mkazo wa maombi. Unaelewa tunaposema mkazo? Yes, Biblia inasema kwa kuwa umekaza kunipenda. Kwa kuwa umekaza kunipenda, Mungu anasema. Kwa hiyo huu ni mkazo wa maombi. Nini tunafanya? Kwa sababu lazima uelewe kama muombaji hivi. Kila siku tu tunakuja hapa. Kila siku wewe unakuja hapa unakimbia. Unakuja kufanya nini? Unakuja kufanya mawasiliano ya kiroho, mawasiliano ya ulimwengu wa roho kwa njia ya mkazo wa nini? Wa maombi. Ndio tunachokuja kufanya hapa.
Ielewe hii picha. Na mawasiliano siku zote yana pande mbili. Mawasiliano siku zote yana pande ngapi? Sasa kwa mawasiliano haya ya kiroho, ya ulimwengu wa roho yako hivi, ni kwamba kuna Mungu mbinguni kwenye kiti chake cha enzi. Ninaposema Mungu mbinguni kwenye kiti chake cha enzi, maana yake ni mfalme wa wafalme, ni Mungu anayemiliki, ni Mungu anayetawala, ni Mungu mwenye nguvu juu ya miungu yote. Ninaposema mawasiliano, ni mawasiliano yana pande mbili. Upande wa kwanza ni nani? Ni Mungu mbinguni kwenye kiti chake cha enzi. Maana yake anamiliki, maana yake anatawala. Hakuna cha mapepo, hakuna cha mchawi, hakuna cha majini, hakuna cha kuzimu inaweza kufanya vita na huyo kwenye kiti cha enzi. Hamna. Piga kelele, hamna. Na kuhakikishia kwenye kiti cha enzi anamiliki, anatawala. Unaona? Halafu kundi lingine ni mtu aliyeokoka duniani. Ni mtu aliyefanya nini? Aliyeokoka duniani kwa tendo la imani. Sasa na mkazo maalumu, anaongea na Mungu kwa njia ya maombi. Kwa hiyo unakuta tuna pande mbili. Tuna Mungu kwenye kiti cha enzi anayemiliki, halafu tuna mtu aliyeokoka wapi? Duniani. Kwa maeneo ya mawasiliano hayo ni mbinguni na wapi? Duniani. Mbinguni yuko nani? Yuko Mungu aliye hai kwenye kiti chake cha enzi. Ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, ni Mungu anayemiliki na kutawala, ni Mungu aliye juu ya falme zote, ni Mungu aliye juu ya miungu yote. Changanya miungu yote, miungu ya familia, wewe beba wote, usiwasikutishe. Haleluya. Piga kelele, wanitishe, wasikutishe. Ni Mungu anayemiliki kwenye kiti cha enzi wapi? Mbinguni. Unaposema meketi kwenye kiti cha enzi, maana yake anatawala, anamiliki, yu juu ya falme zote, yu juu ya miungu yote. Na Biblia inasema miungu ya watu si kitu, bali Bwana ndiye Mungu. Miungu ya watu si kitu, bali Bwana ndiye Mungu. Miungu ya watu si kitu, miungu ya kwenye ukoo si kitu, miungu kwenye maeneo si kitu, madhabahu za kichawi si kitu, maagano ya kichawi si kitu, bali Bwana ndiye Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Miungu si kitu, Mungu anamiliki, ameketi kwenye kiti cha enzi. Sasa unaposema mawasiliano ya ulimwengu wa roho, maana yake ni lugha tunaongea naye huyo kwenye kiti cha enzi. Tunaongea naye, ndio kazi tumekuja kufanya. Tunaongea naye. Na hapa duniani niko mimi, uko wewe uliyeokoka, na anakiri na anatambua. Anasema watakatifu walioko wapi? Ndio walio bora. Kwa hiyo Mungu anajua hapa wako watu wake ambao watakuwa wanawasiliana naye. Anajua na anakiri. Kwa hatufanyi mchezo hapa. Mawasiliano ya ulimwengu wa roho yana pande mbili. Uko wewe, yuko Mungu. Wewe uko duniani, Mungu yuko mbinguni. Kwenye kiti cha enzi ameketi. Ndio inavyofanya, ndio mawasiliano. Maana fupi tu, mawasiliano ya kiroho. Sasa naongea na mfalme hapa. Sijui miungu ya ukoo, miungu ya kabila, miungu ya nini, si kitu. Huyu ni Bwana wa mabwana. Kwa ninapoongea naye hapa kwenye kiti cha enzi, naona kabisa hakuna madhabahu itakayosalia, hakuna miungu itakayosalia. Hajawahi kufanya vita kashindwa. Mshangilie Bwana. Hajawahi kufanya vita kashindwa. Kwa yako maeneo, eneo la dunia uko wewe, jielewe kabisa. Na ndio maana utakapokuwa unaomba hapa,
Usifanye mchezo, omba kwa kumaanisha, piga kelele sana, amini sana, muinue sana, mtukuze sana. Utaona kazi atakayokufanyia, utaona kazi atakayokufanyia mahali hapa, utaona kazi atakayokufanyia, utaona atakavyokujibu, utaona atakavyoshuka, utaona atakavyokutokea, utaona atakavyokuhurumia, utaona atakavyokufungua, utaona atakavyokuheshimisha. Haleluya. Hebu nisome andiko hili tukaombe Zaburi. Nisome maandiko machache siku ya kwanza, alafu tukaingia kwenye maombi. Maombi haya tuna agenda 7. Tutarusha kwenye magrupu na karatasi zake zitakuwekwa hapa. Mambo 7 na mchanganuo wake tutaufundisha. Zaburi sura ya 16 anasema vizuri. Haleluya. Kuna vitu lazima vipasuke, kuna vitu lazima viachie. Haiwezekani. Haleluya. Zaburi ya 16 mstari wa 3 anasemaje? Anasema hivi: watakatifu waliopo duniani. Unaona, waliopo ndio sisi, ndio wewe. Waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio ninaopendezwa nao. Kwa hiyo Biblia inatambua kuna eneo linaitwa dunia na lina watu wa Mungu. Amen. Ishike hiyo. Sasa ni mawasiliano. Kwani wewe unapofanya mawasiliano hujui huyo unayewasiliana naye ni nani? Unajua yuko Singida au Temeke. Unapicha hata ya mtaa anavyokaa, anavyoishi, unavyoongea naye unajua. Na mimi najua. Napofanya mawasiliano hapa, mawasiliano yale nawasiliana na Mungu. Wapi? Mbinguni. Wapi? Ameketi. Wapi? Kwenye kiti cha enzi. Anafanya nini? Anamiriki. Anafanya nini? Anatawala. Anafanya nini? Ni mfalme wa wafalme. Anafanya nini? Ni Bwana wa mabwana. Haleluya. Miungu yote si kitu, bali Bwana ndiye Mungu. Anapofanya mawasiliano naye najua huyu unawasiliana naye ni nani, level yake ni ipi, uweza wake ni upi, nguvu zake ni zipi. Mawasiliano haya, watakatifu walioko duniani. Angalia hii kitu. Nafundisha hapa mawasiliano ya ulimwengu wa roho na kiroho. Uelewe ndio hii tunafanya. Angalia kitabu cha Mwanzo kwa haraka. Nakupa msingi. Sifanye mchezo bwana. Mwanzo 28. Mwanzo 28 mstari wa 10. Nataka tukazindue kambi kwa maombi baada ya maandiko haya. Siku ya kwanza, day 1. Sawa? Maombi haya yana session 3. Tuna awamu ya kwanza, tuna awamu ya pili, tuna awamu ya 3. Awamu ya 3 ni ile ambayo tutakuwa tunafika mwisho wa kambi. Amen. Mwanzo sura ya 28 ule mstari wa 10 unasema hivi. Fundisha mawasiliano ya ulimwengu wa roho, kiroho. Sikiliza hapa. Haleluya. Anasema hivi: Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akarara usingizi pale. Mstari wa 12, akaota ndoto, na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake inafika mbinguni. Unaona maeneo mawili hapa. Unaona ndio tunachofanya hapa. Hapa patakuwa na ngazi hapa. Haleluya. Patakuwa na ngazi, patakuwa na ngazi, patakuwa na ngazi, patakuwa na ngazi kwenye maombi haya. Anasema ngazi ile Yakobo anaiona imeanzia pale alipo kwenye nchi duniani, imekwenda mpaka mbinguni. Fuatilia mawasiliano ya kiroho, ni mazuri. Haya mawasiliano ni mazuri, yatakusaidia, yatakufanyia kitu hujawahi kuona. Yakobo huyu anasema ncha yake yafika wapi? Mbinguni. Tena kuna kitu kingine anakiona. Tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kufanya nini? Wanapanda na kufanya nini? Na kushuka juu yake. Na tazama, Bwana amesimama juu yake. Anamuona sasa Mungu. Anamuona Mungu. Halafu Mungu akaanza kusema. Mfalme akaanza kutema tete. Akaanza kusema, sikiliza anachomwambia. Akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini. Katika wewe na katika uzao wako
jamaa zote za dunia watafanya nini? Watafanya nini? Na tazama, mimi ni pamoja nao, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi. Kwa maana nini? Sitakuacha hata nitakapokufanyia hai niliyokuambia. Mawasiliano haya yanafanyika kwa jinsi ya ulimwengu wa mawasiliano ya ulimwengu wa roho. Angalia lugha zake. Angalia hapa, Yakobo anapata mwelekeo ambao asingeweza kuupata kwa akili za kibinadamu. Anaonyeshwa hata urithi wake, anaonyeshwa upana wa baraka zake, anaonyeshwa hatima yake, anaonyeshwa vitu vyote vinafunuliwa kwa njia ya mawasiliano ya namna hii kati ya mimi mtakatifu hapa duniani na Mungu aliyeketi anamiliki. Na kuambia hapa, Mungu atakueleza mambo yako, atakueleza tu, atayafunua tu. Yakobo anapata vitu asingeweza kupata. Na nyinyi mkumbuke hapa hili andiko, Mungu anaongea naye Yakobo hapa mbele, akaona Mungu amenieleza, na mimi ngoja nifanye nini? Nijieleze. Ni mawasiliano, ngoja nijieleze. Angalia mawasiliano yake. Yeye yuko hapa, ameona ngazi, kumbe kuna ngazi. Kumbe kuna ngazi inayounganisha kati ya mbinguni na duniani. Kumbe kuna ngazi inayounganisha, na malaika wanapanda na kushuka. Kumbe kuna ngazi, kumbe kuna ngazi, kumbe kuna ngazi. Kumbe kuna mawasiliano. Sikiliza, kaanza kujieleza. Kwanza Mungu alipomueleza akasema, mahali hapa panatisha kama nini. Anasema hii naona ni nyumba ya Mungu. Kachanganyikiwa. Anasema akapaita mahali pale Betheli. Akapaita mahali pale Betheli. Sasa anaanza kujieleza. Na yeye ameona kumbe mawasiliano yapo. Hasa, Bwana, naomba ukinifanikisha katika njia ninayoiendea, ukinipa chakula na vitu nikafanikiwa. Anajieleza pale, nitakuwa natoa na fungu la 10, si nitakuwa nafanya nini? Anajieleza. Wakati huu hana hata mtoto, hana nyumba, hana kitu. Lakini hata wakati anarudi Yakobo kwenye safari ya maisha, alikwenda kutafuta huko, siku anarudi anaongea na Mungu. Anasema, Mungu, wakati nakuja huko nilikuwa namiliki fimbo tu, nilikuwa na fimbo tu, lakini tazama leo ulivyonibariki. Yusufu huyu hapa, Yusufu amebeba watoto 10 na ngapi? Watoto 10 na ngapi? Wakageuka kuwa makabila, wakageuka kuwa na makabila, wakageuka. Ana rudi, ana dhahabu, ana ng'ombe, ana mifugo, ana kila kitu. Ni tajiri wa ajabu. Lakini siri hiyo ilifunuliwa kwa njia ya mawasiliano ya ulimwengu wa roho. Ndipo alipojua, ndipo alipoambiwa, ndipo alipopewa, ndipo alipokabidhiwa, ndipo alipojulishwa mtiririko wa maisha yake, ndipo alipojulishwa urithi wake, ndipo alipojulishwa baraka zake, ndipo alipojulishwa kwa mtiririko huu ambao leo sisi ni siku ya kwanza kanisa. Tutakuwa hapa kwa siku 40. Hii ni ngazi. Nasema hii ni ngazi. Malaika wa Bwana watapanda na kushuka. Mawasiliano ya kiroho ndio haya yako. Hapa hana kitu kama mwingine hapa huko umechanganyikiwa. Sasa mimi sina kitu. Unahitaji kitu. Mungu atatikisa, atakuonyesha na utafika unakotakiwa kufika. Kwa sababu hapa Mungu anamwambia, anasema kwanza, Yakobo nisikilize, nitasimamia. Yani haya ninayokuahidi nitasimamia mpaka yametimia. Mungu anaongea. Haya nayokuambia sio tu kwanza nitakulinda. Unanisikia? Kwa ngazi hiyo nitakulinda. Alafu pili nitasimamia. Haya nayokuambia yatatimia. Haya nayokuambia yatatimia. Na kweli yalitimia. Na kweli yalitimia. Wakatoka watoto 12. Moja wapo ni Yusufu. Moja wapo Yusufu. Haleluya. Haleluya. Na shetani alikuwa anapinga. Unajua Yakobo kwenye uzazi alikuwa na vita, roho ya kuzuia uzao. Lakini kwa sababu Bwana alisema nitasimamia, akawa anazaa. Chukua mtoto, chukua mtoto, chukua mtoto, chukua maeneo, barikiwa sana, enea sana, inuliwa sana, tembea kwa ushindi sana. Kwa sababu ya mawasiliano ya kiroho, usiyadharau haya. Kuna kitu Mungu atafanya kwenye maisha yako. Fanya mawasiliano.
Mawasiliano ya kiroho. Kwa hiyo ni network kabisa. Sawa kanisa. Unaongea na nani? Jamani, unaongea na nani? Na Mungu. Wapi? Mbinguni. Wapi? Kwenye kiti chake cha enzi. Maana yake nini? Anamiliki, anatawala, ni mfalme juu ya miungu yote. Elewa hiyo, na utafunguka tu. Nasema utafunguka tu kabisa, na yatatimia tu. Kwa sababu Mungu anamwambia Yakobo hapa, anasema nitasimamia haya, yatachimbia. Wabishe wasibishe, yatatimia, yatatokea, yataumbika. Ndio hivyo. Leo tumeanza mawasiliano, ndio hivyo. Hebu Bwana aseme na wewe kwenye maombi haya. 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 Uisikie sauti yake, uisikie sauti yake, uisikie sauti yake. Na nasema hapa, achana na siku zilizopita ulizoishi, zimepita. Sasa angalia mbele, angalia mbele, angalia kesho. Bwana anaigeuza kutoka mauti kwa uzima. Bwana anaigeuza kutoka laana kuwa baraka. Bwana anaigeuza kutoka giza kuwa nuru. Kesho angalia hiyo, angalia hiyo. Uko hapo nasema mtu, miaka yangu nimeingia sana. Mimi nimefanya haya, yamekwama. Sasa kila siku mimi, mwaka jana, mwaka juzi, basi umekusanya vitu vimejaa. Nasema achana na wakati uliopita. Achana na wakati uliopita. Achana na wakati uliopita. Naomba uwe fresh sasa kwenye maombi haya. Naomba uwe fresh. Mwambie Bwana, sasa nakutazama kwa upya, na nalitazama siku zilizo mbele yangu. Naomba uniamulie, naomba uniamulie, naomba uniamulie. Roho Mtakatifu niamulie, Roho Mtakatifu niamulie. Roho Mtakatifu ziweke sawa nyakati nazo ziendea. Roho Mtakatifu ziweke sawa, ziweke sawa. Anasema atayanyosha mapito yako, yatanyoka. Piga kelele, yatanyoka. Sema Bwana, utayanyosha mapito, utayanyosha mapito. Piga kelele, ninaamini utayanyosha mapito. Achana na siku zilizopita. Sijui nani amekuumiza, achana naye. Sijui nani alikudhulumu, achana naye. Sijui nani alikudharau, achana naye. Sijui nani alikufanyia ila, achana naye. Achana naye huyo, achana naye huyo. Sasa ni wakati wa mawasiliano. Mungu atafanya maamuzi kutoka sasa na unakoenda. Bwana atafanya maamuzi kutoka sasa na unakoenda. Bwana atafanya maamuzi. Bwana atafanya maamuzi. Bwana atafanya maamuzi. Bwana atafanya maamuzi. Bwana atafanya maamuzi kutoka sasa na unakoenda. Bwana atafanya maamuzi. Bwana atafanya maamuzi. Bwana atafanya maamuzi. Niamurie Bwana siku zilizo mbele yangu. Niamurie Roho Mtakatifu. Niamurie, niamurie. Siku ninazoziendea, niamurie Bwana. Niamurie Bwana. Mizimu isiamue, wachawi wasiamue, majini yasiamue kwa ajili yangu, mapepo yasiamue, hila zisiamue, roho ya mauti siamue, roho za magonjwa zisiamue. Bwana niamulie, Bwana niamulie, Bwana niamulie siku zilizo mbele yangu. Hey, Bwana zitengeneze, Bwana zitengeneze, Bwana zitengeneze, Bwana zitengeneze, Bwana zitengeneze. Urithi ambao Bwana ni halali yangu, naomba unijie, unijie sasa, unijie sasa, unijie sasa, unijie sasa. Hazina ambazo ni halali yangu zinijie sasa. Karamasoya, niamulie Bwana. Niamulie, niamulie Roho Mtakatifu. Niamulie. Ona ile kansa inaumbika, niamulie. Ona ile roho ya mauti inaumbika, niamulie. Niamulie Bwana.
urithi wangu nirejeshe, urithi wangu na uje, urithi wangu na uje, urithi wangu na uje. Kila baraka uliyoitamka kwa ajili yangu na ije, na ije. Haleluya. Niamulie Yesu, niamulie. Ingilia kati. Simama useme ingilia kati Bwana. Simama useme pamoja nami ingilia kati. Ingilia kati. Ingilia kati. Piga kelele ingilia kati. Niamulie ingilia kati. Ingilia kati toka sasa, naanza siku ya kwanza. Ingilia kati. Ingilia kati, ingilia kati, ingilia kati. Ingilia kati. Ingilia kati. Utaamua Roho Mtakatifu. Utaamua. Na urithi wangu nitaukamata. Na urithi wangu nitaukamata. Na urithi wangu nitaukamata. Kila baraka iliyokusudiwa nitaikamata. Niamulie. Niamulie Bwana. Niamulie Bwana. Niamulie Bwana, nataka tukaombe. Bwana niamulie. Niamulie mimi. Unajua Mungu ataamua. Hiyo vita Mungu ataamua. Kila Mungu anazimulika ataamua. Mbariki Bwana. Mbariki Bwana. Mbariki Bwana siku ya kwanza. Ngazi, 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 ngazi na iwe kwako. Ngazi na iwe kwako. Ngazi na iwe kwako. Malaika wapande na kushuka. Ngazi na iwe kwako. Haleluya. Ngazi na iwe kwako. Ngazi na iwe kwako. Ngazi na iwe kwako. Ngazi na iwe kwako. Piga kelele. Ngazi na iwe kwako. Kama ilivyotokea kwa Yakobo, Bwana kuonyesha urithi wako kwenye maombi haya. Bwana kuonyesha umiliki wako. Bwana kuonyesha baraka zako. Bwana kuonyesha hatima yako. Bwana kuonyesha mwelekeo. Ingilia kati. Ingilia kati. Ingilia kati. Piga kelele. Ingilia kati. Piga kelele. Bwana niamulie safari. Bwana niamulie. Naomba piga kelele pamoja nami. Sema Bwana Yesu niamulie. 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 Naomba pamoja niamulie. 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 Piga kelele. Niamulie. 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 Na urithi wangu kanireje. Piga kelele. Bwana niamulie.